Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Sema mmoja anasema mchawi ndugu yako. Mchawi ndugu, mtu wako karibu ndo mchawi wako. Sasa bwana Mwakinyo ametuthibitishia hilo alivyokuwa akizungumza na chombo kimoja cha habari mara baada ya sakata lake kumalizika. Mwakinyo bwana anasema kwamba watakao muua ni watanga wenzake na wala sio watu kutoka mbali. Anakwambia watakao niua ni watu wangu wa hapa hapa. Millard, siku nikifa usiposti kuwa Mwakinyo nimeuliwa na watu wasiojulikana. Kauli nzito hizo. Nini kimemsibu Mwakinyo mpaka anatoka na kuzungumza kauli kama hizi? Ni ngumu kuzitoa. Ni vita ambayo yuko nayo nyuma yake, si ndio? Na tushaye kuona pia wana michezo wengi sana ambao ni mastaa. Ili ni jambo ambalo lishaye kuwatokea pia kwa asilimia kubwa. Kwa mfano kwa sasa dunia yetu namna ambavyo ilivyo imekuwa na mambo mengi sana. Kuna mambo ya ubaguzi wa rangi, si ndio? Kuna kampeni pia za ushoga ambazo nadhani zimekuwa zinawagusa sana mastaa wengi ambao wakubwa duniani. Kwa mfano ukiangalia kesi ya Cristiano Ronaldo baada ya kukataa kuwa ni miongoni mwa hizo kampeni ambazo wao walizokuwa wanazihitaji, tizama namna ambavyo kesi zilizokuwa zinatengenezwa. Walimkumbushia kesi ya mwaka 2009 ambao alikuwa anasema kwamba alimbaka mtu, lakini haikuishia tu kwa Cristiano Ronaldo. Tushe kuona kwa mabondia wakubwa kama kina Mike Tyson pia. Yes, ilienda ikamkuta hiyo kadhia, ilimkuta kadhia ubakaji pamoja na issue ya kuuza madawa ya kulevya. Kwa hiyo na kiona pia kwa upande wa Hassan Mwakinyo kwa namna ambavyo alivyokuwa anaielezea hii situation. Kwa hiyo si jambo geni. Tumeona wana michezo wengi ambao wamekuwa juu, watu wamekuwa wanapambana zaidi kuweza kufanyaje, kuweza kuwashusha. Na amegusia kwamba wanaomwangusha zaidi ni ndugu zake. Tumeona msala pia wa Paul Pogba. Kwa asilimia kubwa watu ambao wamemwangusha kwenye mafanikio yake, kwa asilimia pengine robo tatu ya ile kesi yake, ndugu zake nao pia walikuwa wanafanyaje, wanahusika. Baada ya uchunguzi kuna ndugu zake ambao walikuwa wamehusika pia kuweza kumtapeli pesa. Kwa hiyo na yeye mwenyewe alizungumza zaidi akasema kwamba hakuna kitu kibaya duniani kama ndugu, si ndio? Kwa hiyo kwa hicho ambacho anachokipitia, nadhani mahakama itakapokuja kutoa majibu ndo tutakuja kubaini zaidi, kwa sababu hata yule kijana ambaye alikuwa anazungumza kwamba alijeruhiwa na Mwakinyo mwenyewe anasema kwamba anaamini ni miongoni mwa vijana ambao wanatumika kwenye hili sakata kuhakikisha kwamba wanamshusha. Sawa. Ray, lolote la kugusia hapo? Binafsi naamini kila kitu kina pande mbili. Kama kuna wema basi kuna ubaya. Kama kuna wanaokupenda lazima kutakuwa kuna wanaokuchukia. Na huwezi kupendwa na kila mtu. Huwezi kupendwa na kila mtu. Lazima hiyo ikubali kwamba wewe huwezi kwenye haya tu maisha ya kawaida. Huwezi kupendwa na kila mtu. Wapo atakao kupenda, wapo ambao hawakukubali tu from no, yani bila sababu mtu akukubali. Hujai kumfanyia chochote na ni mtu tu amekuona na haja kupenda. Si halalishi kile ambacho kinafanywa na watu ambao yeye anahisi kuna watu wanamchukia, lakini ni price ambayo kama star inatakiwa uipay. Yani ukishakuwa star obviously kuna watu watakao kupenda na kuna watu ambao watakuchukia. Kuna watakao kupenda bila sababu, kuna watakao kupenda na sababu, na kutakuwa nao kuchukia bila sababu na nao kuchukia wakiwa na sababu. Kwa Mwakinyo ni star na pia anajua jinsi ya kuhandle. Hiyo ndo price ya kupay kama wewe ni star. Sawa, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Tulikuwa kwenye Sports Gear, niweke kituo hapo.